Luka 6:43. Biblia inasema kwa maana hakuna mti mzuri uzaao matunda mabaya, wala mti mbaya uzaao matunda mazuri. Kwa kuwa kila mti hutambulika kwa matunda yake. Maana katika miiba hawachumi tini, wala katika michongoma hawachumi zabibu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Yesu alikuwa anazungumzia kwa habari ya mtu kama mti. Mtu kama mti, maana yake anapookoka mtu anatarajia wa kuzaa. Kwa ndani yake unatengenezwa mfumo wa kuzaa. Unazaa nini? Cha Mungu. Na kumbuka nilikwambia ile siku ya kwanza kuna uzao wa nyoka. Kwa hiyo mtu huyu anaweza akazaa uzao wa nyoka, sio uzao wa binadamu, sio uzao wa Mungu. Sasa mti mzuri hauwezi kuzaa matunda mabaya. Ili uzae matunda mabaya ni mpaka ubadilishe system ya uzazi, ndio utaleta matunda mabaya. Lakini pia mti mbaya hauwezi kuzaa matunda mazuri, ni mpaka umebadilisha uzao kwanza. Siku hizi kuna miti ambayo inapandikizwa, si ndio? Kuna namna wanaibadilisha, inaondolewa kwenye ule mfumo wake. Kama ilikuwa inakaa miaka 5 ndio ilete matunda, inaweza kukaa miaka 3 ikakuletea matunda. Kuna kitu wamekibadilisha. Kwa hiyo ndani ya kila aliyeokoka kuna tumbo la uzazi. Ndani ya kila aliye mwanadamu ambaye yuko dunia kuna tumbo la uzazi, kwa sababu asili yako ni Mungu. Kama asili yako ni Mungu, basi ujue una cha Mungu ili uzae cha Mungu. Kwa hiyo kila mtu amevikwa kizazi cha Mungu ili kuzaa cha Mungu, lakini shetani anapinga ili kuzuia usizae cha Mungu. Ninaomba tuangalie sasa tumbo. Tuangalie mfano huu. Kuna mtu mmoja anaitwa Simoni Petro. Simoni Petro wakati anakutana na Yesu alikuwa mvuvi, lakini kwenye moyo wa Mungu hakuwa mvuvi wa samaki. Kwenye moyo wa Mungu alikuwa na tumbo la uzazi la kuzaa watu, sio samaki. Lakini angalia alivyobadilishwa. Kitabu cha Luka ile sura ya 5 na ule mstari wa 8 na kuendelea, tunaona jinsi gani Yesu anafunua ile nguvu ya uzazi iliyo ndani ya Petro. Baada ya Yesu kuomba kile chombo, akaanza kusema na yale makutano. Alipomaliza kuzungumza na wale watu, akamwambia Petro, chukua chombo chako, peleka pale kilindini ukashushe nyavu. Akasema, tumefanya kazi ya kujichosha usiku kucha, lakini kwa neno lako tutaenda. Ninachotaka uelewe, Yesu alikuwa anamjua vizuri Petro, lakini yaangalie maisha ya Petro. Alikuwa yuko ziwani anavua, na wakati huo mbinguni walikuwa wanatarajia kuona akivua watu ama akizaa watu. Ukisoma huo mstari wa 8, baada ya Petro kuona matokeo akaogopa, akamwambia Yesu, ondoka kwangu, mimi ni mwenye dhambi. Unajua ni kwa sababu alishangaa kuona ile tukio la samaki wengi kuvuliwa kwa muda mchache, na Petro alikuwa na watu. Biblia inasema kwamba alikuwa na washirika, alikuwa na timu yake, alikuwa kiongozi kule kule. Angalia jibu Yesu alilompa, akamwambia usiogope, tangu sasa hautavua samaki, utavua watu. Maana yangu huyu ndugu alibadilishiwa. Sasa ili aweze kuleta matokeo ambayo yako kwenye moyo wa Mungu, ni lazima kwanza abadilishwe. Kile kilichobadilishwa kirudishwe, awekewe sasa lile tumbo la kuzaa kilichoko kwenye moyo wa Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe.